Yeye ndiye nguvu yetu. Karibuni sana wapendwa wana wa Mungu mahali hapa Jerusalem Family TV, ambayo ni huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari. Tunakukaribisha sana katika maombi yetu ya kufunga ya siku 12 kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kumaliza salama mwaka 2025 na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka ujao 2026, ambapo maombi haya yanaambatana na mafungo ya kujinyima chakula kwa masaa 12. Hivyo ni muhimu unapoyashiriki haya maombi uwe katika hali ya kufunga kwa kujinyima chakula katika hali ya sala. Kwa yule ambaye una afya njema kama mimi, yule ambaye una changamoto za kiafya au ni mjamzito au unanyonyesha, wewe unaweza ukafunga kwa njia ya sala peke yake. Lakini kwa wale ambao tumejaliwa afya njema, funga chakula. Na maombi haya yana sehemu mbili, asubuhi na jioni. Asubuhi tunashukuru kwa ajili ya mwaka uliopita na jioni tunaomba kwa ajili ya mwaka ujao. Mafungo ni ya siku 12 na kila siku moja inawakilisha mwezi mmoja katika mwaka. Kwa leo, kwa kuwa ni siku ya pili, leo tunaenda kudili na mwezi wa pili, ambapo asubuhi kwenye shukrani tutashukuru kwenye malango ya mwezi wa pili wa mwaka 2025, yale yote ambayo Mungu alitutendea katika mwezi huo na katika mwaka mzima. Karibuni tufungue kwa sala. Kama unanisikia kwa mara ya kwanza, naitwa Mwalimu Petro, niko jimbo la Arusha. Karibu sana. Tusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ukarimu wako wa ajabu ambao Bwana umeendelea kutupa sisi watoto wako. Mungu, tazama wewe hauna upendeleo. Mtu wa kila taifa na kila kabila anayeliitia jina la Bwana anaokolewa. Nasi tuko hapa kuendelea kuliitia jina lako Bwana, tukiamini neema ya kuokolewa iko wazi kwa kila mwenye mwili, kwa kila mwenye pumzi. Na ndiyo maana Bwana tunakuomba katika neema yako na upendo wako usimame pamoja na sisi, ili Bwana maombi haya yaweze kuleta matokeo. Bwana, tunaomba Roho wa Mungu uje mahali hapa. Ondoa roho za uvivu, ondoa roho za usingizi, ondoa hali ya uzito. Tuwekee utayari wa kusikiliza, utayari wa kuelewa, utayari wa kujifunza, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea mbele na mafungo yetu, na kama nilivyosema pale mwanzoni kwenye utangulizi, asubuhi tuko kwa ajili ya kushukuru. Ikiwa leo ni siku ya pili, tutaenda kushukuru kwa ajili ya mwezi wa pili wa mwaka 2025 na mwaka wote kwa ujumla. Karibuni sana. Somo letu tunaloendelea kutembea nalo kwenye haya mafungo, tunaendelea kutembea na lile somo linaloitwa shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Ikiwa leo ni siku ya pili ya somo letu, katika somo hili tunatembea na lile andiko la msingi au andiko mama kutoka kile kitabu cha Injili ya Marko, ile sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko ile sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Nitasoma. Inasema, sikilizeni. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukauka, na kuzaa 130, 160 na 100. Katika hili neno, siku ya jana tuliweka msingi na tukagundua kuna aina 4 ya mbegu ambazo tuliziona pale ndani, ambapo mbegu ya kwanza tukaona ni zile zilizoanguka kando ya njia zikaliwa na ndege. Mbegu ya pili tukasema ni ile ambayo ilipandwa kwenye mwamba ikashindwa kuota ikachomwa na jua. Mbegu ya tatu ni ile ambayo ilipandwa kwenye miiba, na mbegu ya 4
ni ile iliyopandwa kwenye udongo mzuri. Sasa siku ya jana tulishaitafakari ile mbegu ya kwanza iliyopandwa kando ya njia, ndege wakaila. Tukaitafakari, tukapata nafasi ya kushukuru, na jioni tukapata nafasi ya kupanda mbegu. Leo siku ya pili tutaenda kudili na aina ya pili ya mbegu. Tutaenda kudili na aina ya pili ya mbegu ambayo inaitwa mbegu iliyopandwa kwenye miamba, ikafa kwa kuchomwa na jua kwa sababu haikuwa na mizizi. Mbegu iliyopandwa kwenye miamba ikafa kwa kuchomwa na jua kwa sababu haikuwa na mizizi. Mbegu iliyopandwa kwenye miamba ikafa kwa sababu ya kuchomwa na jua kwa kuwa haikuwa na mizizi. Hii ndio aina ya pili ya mbegu. Sasa ili tutafsiri vizuri hii point, lazima tukumbushane maana ya neno mbegu. Kwa mujibu wa lugha ya somo letu, mbegu ni mipango au malengo ambayo mtu unakuwa nayo na unajiwekea ndani ya mwaka husika. Mbegu ni mipango au malengo ambayo mtu unakuwa nayo na unajiwekea ndani ya mwaka husika. Kwa mfano, mwaka unaanza, unakuwa unasema natamani mwaka huu Mungu anisaidie nijenge nyumba yangu. Ina maana hiyo ni mbegu. Natamani mwaka huu nipate kitu fulani. Natamani mwaka huu Mungu aniwezeshe jambo fulani. Ina maana hiyo ni mbegu. Sasa hizi mbegu tunazokuwa nazo zimesimama kwenye maeneo manne, ambapo eneo la pili ndo tumeangalia ni hii mbegu ambayo unaipanda, lakini inatokea umeipanda kwenye mwamba na inaishia kuchomwa na jua na haioti kwa sababu inakosa mizizi. Katika ile Marko sura ya 4 ule mstari wa 5 na wa 6 inasema namna hii. Marko sura ya 4 ule mstari wa 5 na wa 6 inasema, nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua kwa kuwa haina mizizi, ikanyauka. Hii ilikuwa ni mbegu ya pili iliyopandwa na mpanzi, ambapo Biblia inasema hii mbegu haikuota. Mpanzi alipanda, huyu mpanzi anaweza akawa ni mimi na wewe. Akapanda hiyo mbegu, akaanza kusubiri kuona matokeo. Lakini ghafla haioti. Kumbe haioti ni kwa sababu alikosea. Badala ya kupanda kwenye udongo mzuri, akapanda kwenye mwamba. Na siku zote kitu kinachopandwa kwenye mwamba usitegemee kwamba kinaweza kikaota. Hakiwezi. Kwa wale ambao wamewahi kufika mkoa wa Iringa, mkoa wa Iringa ni moja ya mikoa ambayo ina mawe mengi sana, ina miamba mingi sana ya mawe. Nenda kalime mahindi juu ya mwamba wa jiwe, panda uone kama utaota. Hauwezi kuota, utanyauka tu, kwa sababu hauwezi kutengeneza mizizi, kwa sababu mwamba hautoboki, umekauka. Wewe vuta picha kama mwamba wenyewe ukitaka kupasuliwa mpaka itumike baruti kupasua. Hebu niambie mmea wako kama utaweza kuota? Hauwezi. Sasa ndivyo kuna watu ambapo walipokuwa mwanzoni mwa huu mwaka 2025 kwenye lango la mwezi wa pili, wakapanda mbegu wakitegemea itaota kwenye huu mwaka, wakaweka malengo yao na mikakati yao, lakini ghafla ilinyauka, haikutokea. Kumbe sababu ni moja tu, ulipanda kwenye mwamba, ulipanda pasipokuwa na uwezo wa kuotesha, ndio maana hujaona matokeo katika huu mwaka. Mtu wa Mungu, tunapoongelea hii lugha ya kupanda kwenye mwamba na jua kuchoma, tunakuwa tunamaanisha nini? Tunapoongelea hii dhana ya kupanda mbegu kwenye mwamba na jua kuchoma, tunakuwa tunamaanisha ile hali ya kuingia mwaka ukiwa na mipango na malengo uliojiwekea kwa kutegemea wanadamu wakusaidie kufanikisha badala ya kumtegemea Mungu. Unapouanza mwaka ukiwa na malengo yako na mipango yako, huku ndani ya moyo wako unategemea wanadamu ndi ambao wakufanikishe kwenye kutimiza hiyo malengo, hiyo mipango, usitegemee kufanikiwa, kwa sababu inakuwa ni sawa sawa
na umepanda mbegu yako kwenye mwamba. Mwanadamu hana kibali cha kumfanikisha mwanadamu mwenzake. Mwanadamu hana kibali cha kumfanikisha mwanadamu mwenzake. Mwanadamu hana neema ya kumpa mwanadamu mwenzake. Mwanadamu hana baraka ya kukubariki wewe hadi ukaona uweza kwenye maisha yako. Mwenye hiyo nafasi ni Mungu peke yake. Na hata ukiona kuna mwanadamu anakupa, anakuwa ametumiwa na Mungu. Kwa Mungu ndio kiasili, yeye ndiye anayemiliki kila kitu. Sasa kuna baadhi ya watu walipokuwa wanauanza mwaka 2025 waliuanza wakiwa wameweka matarajio yao kwa wanadamu. Hiyo ilikuwa ni sawa na ulipanda mbegu kwenye mwamba, kwenye kitu kisichoweza kukuzalishia. Angalia, tufanye tafakari kidogo hapa ya vitabu kadhaa, tufanye Bible study kwa uchache ya vitabu kadhaa vya Biblia upate picha. Tuanze na ile Zaburi ya 118 ule mstari wa 8 hadi wa 14. Zaburi ya 118 mstari wa 8 hadi wa 14. Zaburi ya 118 mstari wa 8 hadi wa 14 inasema namna hii: ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Umeona hizo sentensi? Biblia iko very straight to the point. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwakimbilia wanadamu. Kwa Biblia inapongeza, inasifia hali ya mtu kumkimbilia Bwana kuliko yule anayekimbilia wanadamu. Lakini pia inampongeza tena mtu anayemtumainia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Wakuu wanaowaongelea hapa ni watu wenye vyeo, ni watu wenye mamlaka. Dunia ya leo pameibuka kitu fulani kinaitwa uchawa. Sasa kuna watu ni machawa wa wakuu. Akimwona tu mtu ana cheo ofisini, anakuwa chawa wake. Anamsifia, anampamba, anamchekea ili tu yeye aendelee naye kupata promo ofisini. Kwa kunakuta kuna watu ni machawa wa mabosi zao. Kuna wengine wakifika kwenye parokia zao, anakuwa chawa wa paroko. Anakuwa anamsifia paroko, anampamba paroko katika namna ambayo anaharibu sifa ya kanisa. Hatujalelewa kama Wakatoliki kuwa machawa wa mapadri, ila tumelelewa kuwa waumini tulio chini ya mapadri kwa uaminifu. Sasa kuna watu wanakuwa wanaharibu sifa ya mapadri, wanaharibu sifa ya kanisa kwa kujifanya machawa wa mapadri. Mtu wa Mungu, usiharibu sifa ya kanisa namna hiyo, kwa sababu padri hajalelewa hivyo na hata sisi hatujalelewa hivyo. Kwa hiyo usiwe chawa, kuwa muumini mwaminifu. Maana watu wanazalilisha, na ndio maana hata ukikuta mtu ambaye si Mkatoliki anaanza kusema lile kanisa ni baya kwa sababu waumini wake. Kumbe kanisa sio baya, ila mbaya ni wewe ambaye unaanza kufanya vitu ambavyo sio. Unaanza kumuongelea padri vitu ambavyo hujaambiwa umuongelee. Watu wa Mungu, usiwe chawa popote. Hakikisha kanisani usiwe chawa, uwe mwaminifu. Mtaani usiwe chawa, uwe mwaminifu. Kazini usiwe chawa, uwe mwaminifu. Kwenye uongozi usiwe chawa, uwe mwaminifu. Huo ndio Ukristo. Sasa hii roho ya uchawa inatokana na hii hali ya kutegemea wanadamu. Inatokana na hii hali ya kuwatumainia wakuu. Na ndio maana unakuta kuna mtu watoto wake hawajasoma, analaani ndugu wa familia yake ambao watoto wao wamesoma. Analaani tu kila siku, analaani. Kwa nini analaani? Ukikaa kumuuliza anakwambia hawajanisomeshea watoto. Yaani wamekosa, hawajanisomeshea kabisa. Hana akili hata kidogo ya kumuomba Mungu amsaidie. Mwaka mzima aliishi akitegemea asomeshewe watoto na ndugu zake. Ukimuuliza lini ulisali Mungu akusaidie, hana huo muda. Anachojua ni kuangalia tu, kakaangu anafanya kazi pale, dada yangu anafanya kazi pale, lakini watoto wangu wamefeli, ameshindwa kunisomeshea. Nisikilize, kaka yako kufanya kazi pale, kulipwa mshahara ule si kigezo cha wewe kumtumainia. Wa kumtumainia ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye mpaji wa yote. Angalia hii mstari unavyoendelea kusema. Unasema
Mataifa yote walinizunguka kwa jina la Bwana, naliwakatilia mbali. Walinizunguka, namu walinizunguka kwa jina la Bwana, naliwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walizimika kwa kama moto wa miiba. Kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu, ni wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Nataka uone hii mistari huku chini kwenye Zaburi ya 118. Hii mistari kuanzia wa 10, 11, 12, 13, 14. Hii mistari anaonyesha namna ambavyo vita vilimuinukia, lakini kila vita alishinda kwa ajili ya jina la Bwana. Hakuna mahala anasema jina la bamdogo yake. Hakuna mahala anasema jina la kaka yake. Kila mahala anataja jina la Bwana. Angalia mfano. Mataifa walinizunguka kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Kwa sababu huku ndani alikuwa na hali ya kumtumainia Bwana. Kwa mataifa walipomzunguka ili waharibu maisha yake, kwa sababu ndani anamtumainia Bwana, Bwana alisimama kuwaangusha hao mataifa. Vuta picha. Huyu mtu angekuwa mtumaini Bwana, ina maana badala ya yeye kuwakatilia mbali mataifa wangemkatilia mbali yeye. Na ndio maana kuna watu wako hapa wananisikiliza, kwenye huu mwaka mambo yao yalikatiliwa mbali, yaliangamizwa kwa sababu hawakuwa na Bwana kwenye mioyo yao. Maana mwenye uwezo wa kukatilia mbali mataifa ni Bwana. Usipokuwa na Bwana, ukimweka mwanadamu kwenye hiyo nafasi ya Bwana, utakatiliwa mbali wewe. Mungu akusaidia kuelewa. Anasema walimzunguka ili wamuangushe, lakini Bwana aliwaangusha wao, aliwasambaratisha wao. Kuna watu mwaka huu mmeanguka. Kuna watu mmeanguka kwenye huu mwaka, na wewe ndio unajijua ni wapi ulianguka. Ulianguka kwa sababu ukuwa na Bwana kwenye moyo wako, ulikuwa na mwanadamu. Ungekuwa umemweka Bwana usingeanguka. Maana Daudi anasema yeye hakuanguka kwa sababu Bwana alikuwa kwenye moyo wake. Lakini pia anamtaja Mungu kama nguvu zake, Mungu kama wokovu wake. Ina maana asingekuwa na Bwana, kinyume chake angekosa wokovu, kila kitu chake kingeharibika. Kwa nini nakupitisha kwenye hii mistari? Roho Mtakatifu anataka uone namna ambavyo 2025 mambo yako mengi yamekwama. Ni kwa sababu ya tumaini lilikuwa kwa wanadamu. Ulipanda mbegu kwenye mwamba. Kuwategemea wanadamu kunaleta laana inayonyausha kila kitu kwenye maisha yako. Kuwategemea wanadamu kunaleta laana inayonyausha kila kitu kwenye maisha yako. Kuwategemea wanadamu kunaleta laana inayonyausha kila kitu kwenye maisha yako. Angalia kwa mfano kile kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 6. Tumalizie na hichi kitabu afu tuombe. Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 6. Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 6. Inasema namna hii. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapomea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, msifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Oh, alo katika jina la Bwana. Nisikilize polepole. Tunaambiwa amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, moyoni mwake akiwa amemwacha Bwana. Ina maana kumtegemea mwanadamu kunatengeneza hali ya mtazamo, ambao huo mtazamo unakuwa unakuaminisha huyo mwanadamu ndio kinga yako. Na ndio maana si ajabu unakutana na mtu anakuambia, yani mimi nimekwama kwenye hichi kitu kwa sababu fulani hakuwepo. Mtu anakuambia hivyo kabisa, nimekwama kwenye lile jambo kwa sababu fulani hakuwepo. Angekuwepo yule ndio anayenisaidiaga. Kwa nini mtu anaongea namna hiyo? Kwa sababu kwenye moyo wake ametengeneza mtazamo
wa kumfanya yule mtu kuwa kinga. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nafanya counseling na mtu fulani. Huyo mtu akaniambia, alikuwa ni mwanafunzi, akaniambia kwamba nataka nikasomee kitu fulani. Nikamuuliza, kwa nini unataka ukasomee hicho kitu? Akaniambia, kwa sababu naweza nikapata channel ya watu wa kunisaidia nipate kazi haraka. Nikasema, kwa kumbe wewe unataka usomee kitu kwa sababu una tegemeo la kupata channel ya watu wa kukusaidia upate kazi. Nikamwambia hicho kitu si mpango wa Mungu, achana nacho. Kwa nini nilimkataza? Kwa sababu ndani ya moyo wake ameweka mtazamo kwamba fani hii anajua ana channel ya watu. Kwa atakachokifanya akiwa chuoni hawezi kuwa anasali akimuomba Mungu juu ya kozi yake. Atapata wapi muda wa kusali? Huku tayari anajua nina watu wangu watanisaidia nipate kazi. Kwa taratibu utukufu ataupeleka kwa wanadamu. Jitihada za kutumainia atazipeleka kwa wanadamu. Kutetemeka atawatetemekea wanadamu. Kwa sababu anaamini nisipowatetemekea hawatanisaidia, maana wao ndio channel yangu, ndio tumaini langu. Na ndio maana kwenye wimbo wa utangulizi nimeanza na wimbo unaimba unasema, tumaini langu, ten 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 ten, tegemeo langu, ten 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 ten. Maneno ya namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu tumaini lako ni nani? Tegemeo lako ni nani? 2025 ulianguka sana, ulijikwaa sana, ulikwama sana, ulishindwa sana na umefeli sana. Hakuna aliyekuloga 2025, ila ulijiloga mwenyewe kwa tegemeo lako kuweka kwa wanadamu. Na ndio maana kuna wengine mpaka hapa mlipo mmejeruhiwa kiasi ambacho mmechukia hata watu, hamwezi hata kuna wengine kusalimiana nao, kwa sababu namna ulivyowategemea hawajakulipa kama ulivyowategemea. Na hata aibu wa uoni, unakazana kabisa kusema niombeeni kwa sababu fulani alinigeuka. Na alikugeuka kwa nini? Kwa sababu mwaka wote ulitegemea yeye ndiye akuvushe. Ondoka kwenye huo uzembe, ondoka kwenye huo uzembe. Heri kumtumainia Bwana kuliko wanadamu, na Mungu akusaidia kuelewa. Haleluya, wana wa Mungu wale hai. Watu wa Mungu, tutaenda kuomba muda huu. Tutaenda kuomba kila eneo ambalo uliwategemea wanadamu 2025. Tutaenda kusimama kwenye lango la mwezi wa pili la mwaka 2025 kumuomba Mungu msamaha. Kumuomba Mungu msamaha. Na hata ukisikia kwenda kuungama, nenda kaungame, maana hiyo ni dhambi, ulitegemea wanadamu. Nenda kaungame. Tutaenda kuomba maombi ya toba. Mungu atusamee maeneo ambayo tulitegemea wanadamu ndani ya mwaka. Yamkini ndio wamekuwa sababu ya kutufelisha. Kwa sababu mwanadamu hana uwezo wa kukufanikisha. Ni sawa na ulipanda mbegu juu ya mwamba, jua limewaka, imekufa. Maana mwanadamu ni mwamba, hawezi kuotesha faida kwako. Tukishaomba toba, tutaenda pia kushukuru kwa ajili ya hiyo hali, kwa sababu Biblia imesema shukuruni kwa kila jambo. Pia tutashukuru. Kwa muda huu na kukaribisha mahala ulipo uweze kukamata sadaka yako ndani ya moyo wako. Kamata sadaka yako kama ambavyo nimekuwa nikiwaelekeza kila siku, kile kiasi ambacho umepanga kila siku kutoa kwenye shukrani na kwenye mbegu. Kama umepanga kutoa 500 kila siku, we kamata hiyo 500 yako. Kama umepanga kutoa 1000 kila siku kwenye shukrani, kamata kwenye moyo wako. Baadaye tukishaomba utaitoa kadiri tulivyoelekeza. Kama kwa sasa hauna, siku ukiwa nayo utaitoa kama tulivyoelekezwa. Kwa hiyo kamate kwenye moyo wako. Halafu tutaenda kufanya maombi muda huu. Ni maombi maalum kabisa ya kumuomba Mungu msamaha tulipotegemea wanadamu. Na nimekueleza baada ya maombi ukisikia kwenda kuungama, pia nenda kaungame. Baada ya kuomba toba pia tutaweza na kushukuru. Jesus. Sali pamoja na mimi haya maneno mahala ulipo. Sali pamoja na mimi ukiwa umekamata sadaka yako kwenye moyo wako. Sema, Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako Mungu Baba.
ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tazama Mungu, neno lako ni sauti yako, neno lako ni pumzi yako, neno lako ni uzima. Bwana, ninasogea kwako. Tazama mimi ni mwenye dhambi, nimekosea mno Bwana. Kwa mawazo nimekosa, kwa maneno nimekosa, kwa matendo nimekosa, kwa ulegevu nimekosa. Sema Bwana Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba unioshe kwa huruma yako na rehema zako. Maana Baba, 2025 niliishi maisha ya kuwategemea wanadamu. Kuna wakati nilifikiri na kutegemea wewe, lakini nikaanguka kwa kuwatumainia wakuu, kwa kuwatumainia wanadamu. Mara pengine nikajikuta na kuwa chawa. Bwana, ninaomba unisamehe, maana si mpango wako. Kwa ajili hiyo Bwana, nilizalilisha imani yangu na imani ya kanisa langu. Ninaomba Baba unisamehe kwa ulegevu wangu. Ninarudi kwako Mungu mtakatifu. Sema ninarudi kwako Mungu mtakatifu, nikiwa nimesimama pamoja na sadaka yangu kwenye malango ya mwezi wa pili wa mwaka 2025. Sema tena, Bwana Yesu, ninarudi mbele zako nikiwa nimesimama kwenye malango ya mwezi wa pili ya mwaka 2025. Baba, ninasema asante kwa ajili ya huu mwaka. Nasema asante kwa ajili ya maeneo yote ambayo nilikwama, kwa ajili ya kupanda mbegu kwenye mwamba. Mungu, nakushukuru kwa sababu nimejifunza. Baba, ninakushukuru. Ndio hasara hii imenipa maumivu, hasara hii imenipa mateso, hasara hii imenipa kujeruhiwa, hasara hii imenipa kuingia kwenye ugomvi na watu, hasara hii imenipa vita ya maneno, vita ya ndugu, vita ya nafasi. Mungu, lakini katika yote mwambie Mungu nakushukuru, mwambie Mungu nakushukuru, maana wewe ndio ulikuwa nami 2025. Baba, nipo kwenye hili lango nikiwa nimekamata sadaka yangu, nikiambatanisha na sadaka ya damu ya Yesu. Naomba shukrani zangu zifike kwako. Baba, pokea. Baba, pokea. Baba, pokea. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kushukuru kwa maneno yako. Endelea kushukuru kwa maneno yako. Kwa nini nakuachia hii nafasi ya kushukuru kwa maneno yako? Kwa sababu hatufanani maisha, hatufanani mapito. Kila mtu ana mapito yake. Hivyo bubujika, we ni muombaji, bubujika, bubujika, sali. Umefundishwa kusali, bubujika, omba. Usinyamaze mtu wa Mungu. Ni mengi yametokea 2025. Ni mengi yametokea kwenye huu mwaka. Yamkini yamekukuta ni kwa sababu ulikuwa upo kwenye mwamba. Hebu mshukuru Mungu, walau amekufungua macho ukafahamu ukweli. Maana hata kufahamu ukweli ni mwanzo wa uponyaji, ni mwanzo wa uponyaji. Shukuru mtu wa Mungu, shukuru. Hata kama ulimi wako unajikuta unanena kwa lugha, usijizuie, we nena kwa lugha. Neno la Mungu linasema yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, anasema na Mungu. Rapo shandarabasaka. Endelea tu mtu wa Mungu kushukuru, endelea kushukuru. Kuna mtu anakumbushwa kushukuru mambo ya miaka mingi iliyopita, lakini anajizuia kushukuru. Usimzuie Roho Mtakatifu, ana maana kukukumbusha hayo matukio ya miaka mingi yaliyopita. Yamkini hayo matukio ni mwamba, ni mbegu kwenye mwamba. Roho wa Mungu anataka ushukuru ili akufungulie mlango kwenye mwaka mwingine unaokuja, uwe na msimu ulio mzuri kuliko msimu iliyopita. Na ndiyo maana usinyamaze. Mimina kinywa chako kwa Bwana. Mimina kinywa chako kwa Bwana. Mimina kinywa chako kwa Bwana. Usiwe mvivu wa kuomba. Mimina kinywa chako kwa Bwana. Na Roho Mtakatifu yuko hapa. Roho Mtakatifu yuko hapa akipokea hizi shukrani. Malaika wanapokea shukrani. Wenye uhai wanne wanapokea shukrani. Wanapeleka kwenye kiti cha enzi cha Mungu aliye juu, wakimwambia Baba pokea. Watakatifu wanapokea, watakatifu wanapokea hizi shukrani. Wanatuombea kwa Mungu wakisema Baba pokea. Orapora manderebo shaka. Baba pokea hizi sifa. Tazame yule mama anayekulelea akikushukuru, maana alijikuta anaishi maisha ya kutegemea vyama vya mikopo, akavitumainia, lakini vimeishia kumfilisi na kumuumiza. Leo hii maisha anayoishi sio yale aliyoyatamani.
Mungu, pokea shukrani zake, maana umemfumbua macho, ndio maana anakushukuru. Ndio ana maumivu, lakini anashukuru pamoja na maumivu yake. Ni ishara ya imani, Oh Bwana, naomba uachilie thawabu juu yake katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa zote, maana wewe unastahili kusifiwa. Pokea sifa, pokea. Raposhamatandaka. Baba, pokea utukufu, maana ni wewe ndiye utendaye. Ndio yana maumivu, lakini wewe ulitufunza. Rakandereboshaka rashikindeke sakaraba. Endelea tu mtu wa Mungu kushukuru, endelea tu kushukuru mpaka utakaposikia ndani yako ule mzigo umeachia. Endelea, mimi nakuachia hizi dakika, uendelee mwenyewe tu kushukuru mpaka utakaposikia mzigo umeachia huku ndani, ndipo utavunja roho za visasi, alafu tutakutana tena jioni. Endelea tu kushukuru, endelea. Shukuru hata kwa majanga aliyojitokeza yakaumiza nyumba yenu, yakaumiza eneo lenu la kazi. Shukuru majanga ya moto, shukuru.